Watu wenye ulemavu wanahitaji amani zaidi kuliko kundi lolote lile la jamii. Ndugu waandishi wa habari, kwa nia ya kutoa mchango wetu, kwanza tunawaomba viongozi na wasimamizi wa uchaguzi wa Oktoba 29-25 watende haki, ili kila mshiriki kwenye uchaguzi aridhike na mchakato na matokeo ya uchaguzi. Haki huzaa amani. Ndugu waandishi wa habari, pili, washiriki wote wa uchaguzi kwa maana ya wagombea wa ngazi mbalimbali na vyama vya siasa wazingatie sheria, kanuni zilizopo na kujiepusha na vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani. Tatu, ndugu waandishi wa habari, tunawaomba viongozi wa dini zote kwa pamoja watusaidie kufanya sala, dua na maombi ili nchi yetu iendelee kuwa na amani hata baada ya uchaguzi. Kama mnavyofahamu kwamba katika jamii yapo makundi tofauti na yote kwa ustahimilivu wake na ustawi wake yanategemea sana amani. Utulivu na amani ya nchi ni msingi wa maendeleo katika jamii hizi, lakini pia utulivu na amani katika nchi ndio msingi wa kuyastawisha haya makundi. Sasa mtakubaliana na mimi kwamba amani na usalama unapoteteleka, jamii kwa ujumla inaathirika, lakini kundi la watu wenye ulemavu ni kundi ambalo linapata athari ya moja kwa moja kwa sababu ya hali ya ulemavu wao. Kwa hiyo kipekee nipende kuungana na Taju kuendelea kutoa wito wa amani. Tuna kila sababu na haja kuhakikisha kwamba tunarinda amani na utulivu wa taifa letu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Watanzania wakumbuke kwamba uchaguzi huu tunashiriki makundi yote manne: makundi ya wanawake, kundi la watu wenye ulemavu, kundi la vijana na kundi la wazee. Tunaomba, tupo chini ya miguu yao. Sisi tukiwa watu wenye ulemavu kundi mojawapo, tunawaomba makundi matatu yalobakia kwamba siku ya tarehe 29 waende kupiga kura, wajitokeze kwa wingi kupiga kura, wakigundua kwamba hawako peke yao, wapo na sisi ndugu zao.